Bunge la bajeti limeshakaa tayari na wizara mbalimbali zimekwisha wasilisha mapendekezo ya bajeti zao bungeni. Na tarehe 12 Juni mwaka huu 2025, Waziri wa Fedha Dr. Mwigulu Nchemba atawasilisha hotuba ya mapendekezo ya bajeti kuu ya serikali kwa mwaka wa fedha 2025-2026 unaotarajiwa kuanza mnamo mwezi Julai mwaka huu. Kufuatia tukio hilo, Nukta TV imepata nafasi ya kuzungumza na wananchi kuweza kujua ni kwa kiasi gani wanaofahamu kuhusiana na bajeti kuu ya serikali. Yaani kwa ujuaji wangu mimi, bajeti ya serikali naweza kusema ni kama ni mfuko wa akiba unawekwa pembeni, ambao kitaka mtote mkopo au mikopo wapata. Mimi ninavyojua, ninavyoelewa. Kwa mimi bado sijajua bajeti ya serikali ni bado. Anaweza nikaongea uongo, siwezi kujua. Bajeti ya serikali jamaa, hata bajeti ya serikali sielewi kwa sababu gani. Unaona mambo yanapoenda baba yake. Mama ameenda CFZ. Unaona ameshapagawa sielewi. Kama hiyo unapoona yenyewe tunaunga tupate hata mahela. Kutokana nini? Sijui serikali inaendaje yani. Uelewa wangu kwenye bajeti ya serikali, naelewa kwamba serikali ikitoa bajeti ni mipango ya nchi au kufanya maendeleo, umeona, kwa mwaka au miaka inayokuja. Ndio ninachoelewa mimi. Bajeti ya serikali kwamba serikali inapanga bajeti kwamba mwakani tutakusanya kodi kiasi kadhaa, tutasimamia hichi, tutasimamia hichi na hichi. Hayo ndio yalikuwa majibu ya baadhi ya wananchi tuliozungumza nao, ambapo wengi kati yao walionyesha kutokuwa na uelewa kuhusiana na masuala hayo ya bajeti. Kwa yoyote ambaye hatambui nini maana ya bajeti kuu ya serikali, ni mpango wa kifedha unaoandaliwa kila mwaka na serikali, ukionyesha makadirio ya mapato na matumizi kwa kipindi fulani, ambapo mara nyingi huwa ni mwaka mmoja. Bajeti pia huonyesha namna serikali inavyopanga kutumia rasilimali zake kufanikisha mipango na malengo yake ya kiuchumi, kijamii na kimaendeleo.